Mwanamke na historia ya sayansi ya anga ni kitu ambacho kilikuwa si cha kawaida kutokana na vikwazo mbalimbali, hasa masuala ya ubaguzi wa rangi na mambo mengine. Katika historia ya sayansi na mambo ya anga na chunguzi mbalimbali zilizowahi kufanyika kwenda anga za mbali, wapo wanawake waliowahi kuvunja rekodi na kuwa nguzo muhimu katika mafanikio ya shirika la NASA. Hii ni hadithi ya wanawake weusi wa kwanza kufanya kazi katika shirika la NASA huko nchini Marekani, wakiongoza katika kuleta mapinduzi ya kisayansi na kijamii. Katika miaka 1940 na 1950, ubaguzi wa rangi ulikuwa bado umeshamiri katika nchi za magharibi na sehemu mbalimbali duniani. Wanawake hawa weusi walikuwa ni sehemu muhimu ya timu ya West Area Computers katika NASA. Walifanya kazi muhimu sana za kukokotoa hesabu tata za ndege na roketi za kwenda katika anga za mbali. Katherine Johnson alikuwa mtaalamu wa hesabu ambaye alifanya hesabu muhimu za safari za anga. Alihusika katika kukokotoa hesabu za kurudi salama kwa Bwana John Glenn mnamo mwaka 1962. Licha ya ubaguzi wa rangi ambao alikutana nao akiwa kazini, haikumzuia kuja na hesabu ambazo ziliwarudisha watu pindi waendapo katika anga za mbali, na hii ilimpa heshima kubwa na akawa mwanamke ambaye aliyekuwa akitegemewa sana katika shirika hili la mambo ya anga na kufanya mapinduzi kwa wanawake kufanya mambo makubwa hapa duniani. Dorothy Vaughan alikuwa mtaalamu wa hesabu na msimamizi wa kwanza mwanamke mweusi katika shirika la NASA. Alijifunza na kuwafundisha wenzake lugha ya programu ya Fortran na kuandaa timu kwa mapinduzi ya kiteknolojia na jinsi ya kutumia mashine ya IBM ambayo ilikuwa ikitumika katika kukokotoa hesabu na kuprinti. Mary Jackson, huyu alikuwa mhandisi wa anga wa kwanza mwanamke mweusi katika shirika la NASA. Licha ubaguzi ambao alikutana nao pindi alipotaka kuendelea na masomo, haikumkatisha tamaa. Alifanya taratibu za mahakama na kukubaliwa kusoma darasa moja na wazungu, huku akiwa mwanamke mweusi peke yake kwenye darasa la watu weupe. Aliendelea kuwa mtetezi wa wanawake katika sayansi na uhandisi, akifanya kazi ya kuboresha nafasi za wanawake katika shirika la NASA. Ingawa walikumbana na changamoto nyingi, wanawake hawa hawakukata tamaa. Walijitolea na kufanya kazi kwa bidii, na michango yao ilikuwa muhimu katika mafanikio ya NASA. Michango ya wanawake hawa haitakuja kusahulika. Walipokea tuzo nyingi, ikiwa ni pamoja na Congressional Gold Medal, na hadithi zao zimehamasisha vizazi vingi vya wanawake na wasichana katika sayansi na uhandisi duniani. Dunia inawatazama wanawake hawa kama mashujaa walio na sifa za kutosha, walioweza kuvunja vikwazo kwa wanawake, walioongoza kwa mfano na walionyesha kuwa hakuna jambo lisilowezekana. Hadithi yao inatufundisha kuwa kila mmoja ana nafasi ya kuleta mabadiliko bila kujali changamoto anazokutana nazo na bila kujali jinsia wala rangi. Hadithi ya wanawake hawa ni ishara ya matumaini, uthubutu na mabadiliko. Wanastahili heshima na shukrani kwa kutuonyesha inawezekana.